Wote tunajua tuna uchaguzi. Nianze kumwombea kula mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Sifa tukianza kuzizungumza tutamaliza paka kesho kutwa. Niseme tu kwa kifupi sana, mambo mengi mnayajua. Alipoingia madarakani kwa kipindi cha miaka 4, mama amefanya kazi kubwa sana ya kuwaletea maendeleo wa Tanzania. Tumeona kwenye mashule, kwenye mabarabara, kwenye zahanati, kwenye mambo mbalimbali ya kimaendeleo, na hasa ile miradi mikubwa ya kimkakati iliyoachwa na mpendo wetu marehemu hayati Magufuli, rais wetu wa awamu ya ngapi? Ya 5. Miradi ile ilikuwa imefikia karibia 25% au 30. Lakini kwa vile mama huyu ni shupavu, mwenye uwezo, mwenye maono makubwa, miradi hiyo kaikamilisha kwa 100%. Tumpe makofi mama yetu Samia Suluhu Hassan. Tukianza na bwawa la Mwalimu Nyerere la kuleta umeme, sasa hivi limesha kamilika. Tukija kwenye ujenzi wa reli, wote mnajua nchi yetu imepiga hatua kubwa sana. Tuna reli sasa ya kisasa, tuna treni ya kisasa, na ujenzi bado unaendelea, lakini kwa kiasi kikubwa. Sasa hivi wasafiri wanatoka Dodoma kwenda Dar es Salaam, na ujenzi unaendelea kuja Mwanza kwenda Kigoma, na kazi bado zinaendelea. Kwa hiyo ni kazi nzuri anayoiendeleza mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Tumpigie makofi. Juzi tumeona anafungua daraja kubwa sana pale Mwanza. Linaitwa daraja gani? Busisi. Hiyo ni kazi kubwa aliyoikamilisha mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo na mambo mengi sana. Swala la kuhakikisha amani ya nchi hii, utulivu, mama yetu anaendeleza kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo nawaomba ndugu zangu, tarehe 29 twende tukampigie kula, tena kula za kishindo. Si ndio? Tunaposema miaka 5 tena, maana yake tunachagua maendeleo. Tanzania inayokuja itakuwa ni nzuri zaidi. Mama ameshaweka mpango wa dira ya maendeleo ya mpaka mwaka 50. Kwa hiyo tuna imani hata akimaliza kipindi chake cha miaka 5 bado atakuwa ametengeneza reli nzuri ya dira ya maendeleo ya kitaifa, ambayo kwa kweli tukienda Tanzania ijayo inafurahisha zaidi. Kwa hiyo twende tukamchague mama yetu, tuchague Chama cha Mapinduzi. Lakini mama peke yake haitoshi. Anahitaji tumpe wa kumsaidia kazi za kimaendeleo. Tunapozungumzia maendeleo ya shule, maendeleo ya zahanati, kituo cha afya, maendeleo ya amani, tunahitaji wabunge makini wanaotokana na Chama cha Mapinduzi. Bahati nzuri katika jimbo letu la Kahama, uongozi ni kupokezana kijiti. Baada ya ndugu yetu Kishimba kwa kufanya kazi nzuri, hapo alipofikia kijiti chake sasa kimechukuliwa na Benjamin Ngaiwa. Hapo alipofikia mheshimiwa Kishimba, Benjamin Ngaiwa napo atapaendeleza. Kwa hiyo jimbo letu la Kahama litaendelea kusonga mbele kwa maendeleo. Sasa wangapi watampa kula Ngaiwa tarehe 29? Ngaiwa hoye! Tarehe 29, tarehe 29. Haya. Sasa mwingine nayetaka kumzungumza ni dada yetu Betha Daudi. Ndugu zangu wanashininga na wanakata ya Kilago, tuseme tu ule kweli kwamba tuna bahati kubwa sana kumpata dada huyu. Ni dada kiongozi aliyelelewa na Chama cha Mapinduzi, akapikwa na Chama cha Mapinduzi kupitia umoja
wakina mama wa Chama cha Mapinduzi. Hatuna mashaka naye, Chama cha Mapinduzi hakina mashaka. Ndio maana kimemleta kwenu wapokezane vijiti na diwani aliyepita ili Kilago iendelee kusonga mbele katika maendeleo. Alipoishia diwani aliyepita, basi dada yetu Betha atachukua hicho kijiti, atakiendeleza na Kilago itasonga mbele. Lakini pia kwa heshima, safari hii Kilago mmeandika historia na mtaandika historia. Tangia tupate uhuru au tangia dunia iumbwe, hatujawahi kupata diwani mwanamama katika kata yetu. Hem, tujipigie makofi jamani. Nani kama Betha? Nani kama Betha? Wakina mama mnaweza? Wakina mama wanasema jeshi kubwa. Wakina mama jeshi kubwa. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kimemkabidhi ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kuna mambo mazuri ndani ya ilani ambayo ataenda kuyasimamia kutuletea maendeleo katika kata yetu ya Kilago. Na mimi na nyinyi wananchi wenzangu wa kata ya Kilago, na waomba sana tumpe ushirikiano wa kutosha ili tulete maendeleo katika kata yetu ya Kilago. Mama huyu anazo sifa nyingi sana. Kwa hiyo kabla sijamleta kwenu, nimalizie jambo moja muhimu sana, halafu nimlete kwenu. Jambo ninalotaka kuwaomba, tarehe 29 tujitokeze kwa wingi sana, twende tukapige kula, tena kula za Chama cha Mapinduzi. Mchague wagombea wanaotokana na Chama cha Mapinduzi. Pendeza apendezi, hiyo ndio CCM. Hili ndio jembe la Chama cha Mapinduzi. Uwezo wake ni mkubwa, uzoefu wake ni mkubwa. Mnamuona Betha? Mnamuona? Tutampa kula. Wangapi mtampa kula? Aanze kuziona sasa hivi. Hodi Shininga. Hodi tena. Hodi ya tatu. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Vijana viva. Wanawake moto moto. Uchungu wa mwana. Mimi kwa jina naitwa Betha Daudi Lwamala. Ukienda huko, peleka mawazo ya wananchi, usiende kucheza. Ukicheza unawatendea dhambi waliokupa kula. No seka go epindi chako seka ilogo shikamiremo nakalubalaka sana, lakini toka mwana kadolonga na machawi aha natayo mwana walubalaka. Kwa hiyo heshobo kikalaka watema gato, lakini oloomi ni halababa no bosho wikonja ikalagolesa kabonyoke. Kwa hiyo mimi jamani, msiwe na wasiwasi. Kwanza nawashukuru sana Shininga, mlinipa kula nyingi kabisa. Nawashukuru sana, mbarikiwe. Nawashukuru sana wana Shininga, nilipata kula za kutosha. Lakini sasa mimi mnanituma kwenda kupeleka mawazo yenu na kutekeleza na kuyaleta kwenu na kuyafanyia kazi. Lazima tutafanya mazuri kijiji cha Shininga. Kwa majina naitwa Agnes Edward Msoma, ni katibu wa UWT kata ya Kilago. Nawaambia kina mama wenzangu, hakuna hofu yoyote kwa huyu mwanamke mwenzetu. Mwanamke mwenzetu yuko imara, atafanya kazi,
atakitetea Chama cha Mapinduzi, atashirikiana na Mheshimiwa Rais Samia pamoja na mbunge. Kata yetu ya Kilago tunatarajia maendeleo, tunatarajia huyu mama atafanya kazi. Kwanza atatengeneza mabarabara, atatengeneza mazahanati, atatengeneza shule za sekondari na pia ataleta maendeleo kwa kata yetu. Atakuwa mama mshupavu.